Zikirudia masomo ya muhula wa kwanza mwaka huu, ukosefu wa karo kwa wazazi wengi bado ni changamoto kubwa. Baadhi ya wazazi sasa wamelazimika kutafuta njia mbadala za kulipa karo ili kuhakikisha watoto wao hawawachwi nyuma. Kwenye shule ya upili ya wasichana ya St. Francis Assisi, Kolongolo, kaunti ya Trans Nzoia, mzazi mmoja, Helena Korkou, amelazimika kumleta jogoo wake wa pekee kama karo ya mwanawe. Anasema hii ni njia mbadala ya sasa ili kuhimili gharama ya shule. Mwalimu mkuu Helen Wanyonyi amesema kuwa kutokana na changamoto zinazokabili wazazi wengi, usimamizi wa shule umeweka mikakati ya kuwajali wazazi na kuwasilisha chochote cha dhamani kama malipo ya karo ili kuhakikisha elimu inakamilika bila vikwazo. Niko na wanafunzi yangu wawili wanaingia form 3. Mimi pia nikasema aje niende na kuku. Hii shule inapandika kuku, kuni na hindi. Sasa hawa ndio wamefungua sasa. Wameniambia school fees. Nikasema aje nilete kuku. Sababu hiyo ndio iko nyumbani. Hata ikiwa ng'ombe utasalete school fees kama uko naye. Niambia sasa umefanya mzuri kuleta watoto, ingawa umechelewa kidogo, nikaleta sasa kuku. Na kwa wazazi wetu tungependa kuwahimiza kwamba kuna mbinu nyingi za kuweza kufadhilia mtoto. Jambo la kwanza ni kwamba uje shuleni muweze kuelewana na walimu, kwa maana kila mzazi ana jinsi yake ya kuweza kulipa karo. Jambo la pili ni kwamba tunasema mapema is best. Mapema ndio best. Kwa hivyo hasa katika mwanzo wa mwaka muhula kama huu, mzazi ujipange, uje msemezane na walimu na pia ujaribu kwa njia yako, kwa maana kusomesha ni kujitolea. Kwa hivyo waanze mapema, kwa maana hasa mwaka uliopita ilipofika muhula wa 3, walimu wakuu waliachiwa watoto na ikawa ni changamoto kubwa sana.